katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia mageuzi mengi ambayo yameongeza ufanisi wa kitendaji wa sekta na kuleta mafanikio makubwa kwenye sekta ya madini. Miongoni mwa mafanikio hayo ni pamoja na kuongezeka kwa makusanyo ya maduhuli, kuanzisha minada ya madini ya vito, kudhibiti utoroshwaji wa madini, kuongezeka kwa masoko na vituo vya ununuzi na kuanza ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kuwa mwaka 2009 sekta ya madini katika kujipanga kimkakati iliandaa sera ya madini. Pamoja na malengo na matamko mbalimbali ya kisera ambayo yamekuwa kiongoza sekta katika utendaji wake wa kila siku, katika sera hiyo iliwekwa lengo kwa sekta ya madini kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa hadi kufikia 10% ifikapo mwaka 2025. Lengo hili pia limeainishwa kwenye mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 wa mwaka 2021-2022 mpaka 2025-2026, na ili kufikia lengo hilo, serikali wakati wote imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa lengo la kuinua ufanisi wa sekta. Kwa kutambua umuhimu wa uwekezaji, serikali imekuwa ikichukua hatua na kuweka juhudi za makusudi kuhakikisha wawekezaji wote wadogo na wakubwa wanapatiwa miongozo, misaada na huduma stahiki kutoka katika wizara na taasisi zake ili kuwafanya wawekeze kwa tija na kukuza kipato chao binafsi na hatimaye kuweza kulipa tozo na kodi stahiki kama mapato ya serikali. Kwa hakika, hatua hizo za serikali zimechangia sana katika kufanikisha kufikia malengo ya sera. Ndugu wanahabari, naomba sasa kuchukua fursa hii kuhabarisha umma kuwa juhudi hizi pamoja na maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta ya madini imeweza kukuza mchango wake katika pato la taifa hadi kufikia 10.1 mwaka 2024, mapema kabisa kabla ya mwaka 2025 kama ambavyo iliainishwa kwenye sera ya madini ya mwaka 2009 na kwenye mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 2021 mpaka 2026. Mchango huu umeongezeka kutoka 9.1 mwaka 2023 hadi 10.1 mwaka 2024. Ni matumaini yangu kuwa kwa kasi ya utendaji na mwenendo huu wa uwekezaji katika sekta, tunaiona sekta hii ikichangia zaidi kwa ukubwa katika uchumi na maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania.